Habari, karibu sana. Ninafurahi kuweza kusimama mbele yenu leo, nyote ambao mnaangalia hii video. Nina matumaini kwamba Roho wa Mungu ataweza kuniongoza kufundisha mambo yale ambayo yataweza kukusaidia maishani mwako. Na sababu ya kuchukua hii nafasi kuwafundisha, na pia nimechukua karibu muda wa saa 2 kuchora hii na kusoma haya maandiko na kuyaandaa yote kwa ajili yenu ili muweze kujifunza. Sababu ya kufanya hivi ni kwa sababu huu mpango wa Mungu, mpango wa wokovu ambao nitakuwa nafundisha leo, una umuhimu mkubwa sana katika maisha yako, katika maisha ya sisi sote. Na mimi mwenyewe nimebarikiwa sana na mafundisho haya. Ninajua kwamba yanaweza kukusaidia wewe kujua kwa nini upo hapa duniani, ulitoka wapi, utaenda wapi baada ya kufa, wapendwa wako ambao wameshawahi kufariki wako wapi. Maswali kama hayo yanaweza kujibiwa kupitia mafundisho ya manabii watakatifu wa Mungu ambao wameweza kutufundisha. Kuna watu wengi sana ambao wamesikia mafundisho haya na wameyafurahia sana. Ninafikiria ndugu mmoja ambaye ninamfahamu, ambaye alivyokuwa Afrika alikuwa anaanza kujifunza kuhusu Injili ya Yesu Kristo katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Na baada ya miaka michache ya kujifunza hiyo Injili, kulitokea kipindi ambacho kuna watu ambao walikuja na wakamhubiria na walimfundisha huu mpango wa wokovu. Na akasema kama kuna fundisho lolote linalozidi hapa, inabidi Mungu ashuke aniambie. Hakuna linalozidi fundisho hili la mpango wa wokovu. Na huyo kaka ni rafiki yangu mpendwa sana, anapenda Injili ya Yesu Kristo, ana familia nzuri, na yeye amebarikiwa kwa kuishi kufuatana na Injili ya Yesu Kristo. Na kwa hiyo nitaanza kueleza tu, ujue kwanza kwamba kuna maandiko mengi hapa, lakini pengine hayatoshi. Kuna maelezo mengi mengine ambayo yanahitajika, labda siku nyingine unaweza ukajifunza. Lakini haya ni kama msingi ambao unaweza kukusaidia kuelewa mpango wa wokovu ni nini kwa urahisi. Na ukipenda kujifunza zaidi, unaweza ukakutana na wamisionari ambao wako karibu kwako, unaweza kufika nyumbani kwako, au unaweza kukutana popote unapotaka. Kwa hiyo wamisionari wetu wapo sehemu zote, na utaweza kuongea nao na wataweza kukusaidia kuelewa zaidi kuhusu mpango wa wokovu. Lakini kwa sasa namuomba Mungu tu, Roho Mtakatifu aniongoze, anisaidie kueleza haya ambayo yanaweza kukubariki katika maisha yako. Kwa hiyo tuanze. Kwanza ujue kwamba mpango wa wokovu unajibu maswali 3. Swali la kwanza ni hili: tulitoka wapi? Tulitoka wapi kabla ya kuzaliwa? Swali la pili ni hili: kwa nini tupo hapa duniani? Na swali la 3, tutaenda wapi baada ya kifo? Haya maswali ni makubwa sana, na watu wamekuwa wakijiuliza maswali haya kwa muda mrefu sana. Lakini kwa neema ya Mungu ameweza kutupa manabii watakatifu kutuongoza. Kutoka mwanzo ametupa manabii ambao wanaweza kutusaidia kuelewa Injili ya Yesu Kristo. Na katika siku hizi za mwisho, Mungu aliweza kumuita nabii Joseph Smith kufunulia vitu vingi vingine kuhusiana na wokovu wetu. Kwa hiyo kuna video zingine ambazo nimezifanya ambazo zinaweza kukueleza zaidi kuhusu Joseph Smith, kuhusu vitu vingine vya kanisa ambavyo labda huvijui. Lakini kwa sasa nitazingatia mpango wa wokovu, na nitakuwa natumia Biblia takatifu pamoja na kitabu cha Mormoni. Na pia nina video nyingine kuhusu kitabu cha Mormoni kama unapenda kujifunza. Lakini kwa sasa tutatumia vitabu hivi vyote viwili ambavyo tunaamini vyote ni maandiko matakatifu ambavyo vinaweza kutusaidia. Kwa hiyo hapa tulitoka wapi? Kwanza tunaamini kwamba kuna maisha kabla ya kuzaliwa duniani. Tunaamini kwamba sisi ni watoto wa Mungu kiroho. Alituumba roho zetu.
aliweza kuumba roho zetu, na kwa hiyo sisi ni watoto wake. Na tunaamini kwamba kabla hatujazaliwa tulikuwa tunaishi pamoja naye kama roho. Tulikuwa watu wa roho, tulikuwa tunafsi, hatukuwa na miili yetu. Sasa kuna maandiko mawili hapa ambayo ninaweza kusoma, ambayo yanaweza kueleza kuhusu hiyo kidogo. Kwanza, Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 28 hadi 29. Na inasema hivi, nasoma katika jina la Yesu. Kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe, vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za wanadamu. Kwa hiyo fungu hapo ambalo nataka kulizingatia ni kwamba sisi tu wazao wa Mungu. Kwa hiyo tunaamini kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Na hata katika kitabu cha waraka kwa Waebrania sura ya 12 mstari wa 9 tunasoma kwamba Mungu ni baba wa roho zetu. Kama vile wazazi wetu au baba zetu za hapa duniani ni baba za miili yetu, Mungu ni baba za roho zetu. Kwa hiyo tunaamini tulikuwa tunaishi naye. Na hata katika Yeremia sura ya 1 mstari wa 5 tunajifunza kwamba, na hapa ni neno la Bwana kwa nabii Yeremia. Anamwambia hivi, kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 5. Neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba hiyo pia inahusiana na sisi. Sisi sote ni watoto wa Mungu, alitujua, alitufahamu kabla ya kuja duniani. Na tunaamini tulipokuwa tunaishi na Mungu, aliweza kutuonyesha huu mpango wa wokovu. Na kiini cha mpango wa wokovu ni Yesu Kristo. Tunaamini kwamba Yesu Kristo alijitolea kuwa mwokozi wetu. Ilikuwa muhimu kwetu kuwa na mwokozi ili tutaweza kujifunza, kuishi na kuondolewa dhambi zetu, ili tuweze kurudi kuishi pamoja na Mungu tena. Kwa hiyo hapa mwanzoni, kabla dunia haijaumbwa, mpango wa Mungu uliwekwa na Yesu Kristo aliandaliwa kuwa mwokozi wetu. Sasa baada ya hapo, kabla ya kuzaliwa kwetu, dunia ikaumbwa. Tunaamini iliumbwa chini ya maelekezo ya Mungu. Yesu Kristo aliweza kuumba chini ya maelekezo ya Mungu. Na tunajua, nafikiri wengi wenu mnajua kwamba watu wawili wa kwanza walikuwa Adamu na Hawa. Na Adamu na Hawa walipokuwa katika bustani ya Edeni, walijaribiwa. Shetani akawajia, akajaribu kuwapa lile tunda ambalo Mungu aliwakataze wasile. Lakini kumbuka pia kwamba Mungu alikuwa amewapa amri wa kuongezeka na kujaza dunia. Kwa hiyo alikuwa amewapa amri hiyo, na pia alikuwa amewapa amri ya kutokula tunda lililokatazwa. Kwa tunajua Hawa alikula tunda, halafu Adamu akala, na ndipo walifukuzwa kutoka kwa bustani la Edeni. Lakini pia tunahitaji kuona hii katika mpango wa wokovu, mpango wote wa Mungu, kama ilikuwa na maana gani kwetu sisi watoto wengine wa Mungu. Tukisoma katika kitabu cha Mormoni, kitabu cha Nefi, sura yake ya 2,
mstari wa 22 hadi 27. Najua haya ni maneno mengi, lakini yataweza kutueleza vizuri. Na inaeleza ni kwa nini anguko la Adamu lilikuwa sehemu muhimu katika mpango wa Mungu. Yaani lilikuwa sehemu lazima ili sisi tuweze kuendelea katika mpango huu. Tusome na nafikiri utaelewa zaidi. Mstari wa 22. Na sasa tazama, kama Adamu hangevunja sheria, hangeanguka, bali angeishi katika bustani ya Edeni. Na vitu vyote vilivyoumbwa vingebaki katika hali yao ya kwanza baada ya kuumbwa. Na vingebaki vivyo hivyo milele na kuwa bila mwisho. Kwa hiyo maendeleo hayangeweza kutokea bila hii. Na kitu kingine ambacho nilisahau kutaja ni kwamba Mungu alitaka sisi tuweze kuendelea, tuweze kukua kiroho, tuweze kukua katika njia zote. Kwa sababu sisi ni watoto wake, anataka sisi tuweze kurithi ufalme wake. Tuweze kuishi maisha ambayo yeye anayo. Na tupate kuwa watu watakatifu, watu wasafi ambao tunaweza kurudi kuishi pamoja naye. Kwa hiyo kama Adamu hangevunja sheria, vitu vyote vingebaki katika hali yao ya awali. Ndo kitabu cha Mormoni kinatufundisha hapa. Mstari wa 23, na hawangezaa watoto, na hivyo wangeishi katika hali ya kitoto bila shangwe, kwani hawakufahamu dhiki, bila kutenda mema, kwani hawakujua dhambi. Lakini tazama, vitu vyote vimetendwa kwa hekima ya yule ajuaye vitu vyote. Mungu alijua kila kitu ambacho kingetokea, na ana hekima kuliko sisi. Hatuwezi kuelewa njia zake zote, lakini aliweza kutuandalia mpango ambayo ingefaa kwetu, ingekuwa vizuri kwetu. 25, Adamu alianguka ili wanadamu wawe, na wanadamu wapo ili wapate shangwe. Kupata furaha na shangwe ndiyo kusudi la kuwepo kwetu. Na tunapitia vitu ili tuweze kukaribia huo uzima wa milele ambao Mungu ametuandalia. Mstari wa 26, na Masia anakuja katika wakati mtimilifu ili awakomboe watoto wa watu kutokana na mwanguko. Na kwa sababu wamekombolewa kutokana na mwanguko, wamekuwa huru milele, wakielewa mema na maovu, kujitendea wenyewe na sio kutendewa, ila tu katika kuadhibiwa na sheria katika siku ile kuu ya mwisho, kulingana na amri ambazo Mungu amezitoa. 27, kwa hivyo wanadamu wana uhuru wanapoishi, na wamepewa vitu vyote ambavyo ni muhimu kwa mwanadamu, na wana haki kuchagua uhuru na uzima wa milele kupitia yule mpatanishi mkuu wa wanadamu wote, au kuchagua utumwa na kifo kulingana na utumwa na nguvu za Ibilisi, kwani anataka wanadamu wote wawe na dhiki kama yeye. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba Mungu alimwandalia Yesu Kristo, kama inasema Masia anakuja katika wakati mtimilifu, awakomboe watoto wa watu kutokana na mwanguko. Kwa hiyo hilo anguko likatokea. Lakini kama nilivyosema, kutoka mwanzo Mungu alikuwa na mpango wa kumtuma Yesu Kristo kutuokoa. Kwa sababu alijua sisi tungetenda dhambi, alijua kwamba sisi tungehitaji Mwokozi kutusaidia katika maisha yetu. Na pia wakati huo ambapo walikula lile tunda, kama inavyosema, wamekuwa huru wakielewa mema na maovu. Na kwa hiyo sisi tuna uhuru wa kujichagulia. Tuna huo uhuru ili tuweze kuchagua kumfuata Mungu au kufuata shetani. Na Mungu anataka tuwe na ule uhuru ili asitulazimishe kuishi maisha ambayo yeye anaishi. Anatupenda na anataka tujichagulie kama tutafanyaje. Sawa. Kwa hiyo ni muhimu sana. Nefi wa pili, sura ya pili ina mambo mengi sana kuhusu mpango wa wokovu. Ukipenda kusoma hiyo sura nzima, nafikiri itaweza kukusaidia.
Kwa hiyo baada ya hapo sisi sote tumefika hapa duniani. Miaka imepita, watu wengi wamezaliwa. Na sasa mimi na wewe ambao tuko hapa leo tunaweza kujiuliza, kwa nini kwa nini tupo hapa duniani? Tunafanya nini? Tunapaswa kufanya nini? Mungu anataka nifanye nini? Kwa nini tupo hapa? Na kwa nini tunapitia mateso? Na kwa hiyo nataka kusoma Alma sura ya 34 mstari wa 32. Inaweza kujibu hilo swali vizuri. Na inasema hivi: kwani tazama, maisha haya ndio wakati wa watu kujitayarisha kukutana na Mungu. Ndio, tazama, wakati wa maisha haya ndio siku ya watu kufanya kazi yao wanayohitaji. Kwa hiyo tuko hapa kujiandaa kukutana na Mungu tena, ili tuwe na nafasi ya kujifunza, nafasi ya kutubu, na nafasi ya kutembea kwa imani. Kuna maandiko mengine ambayo yanatufundisha kwamba Mungu alitaka tuwe hapa ili aone kama tutafuata amri zake na kama tutakuwa na imani kwake. Na labda hiyo inaweza kuwa sababu nyingine ya kuwa hapa bila kukumbuka, kwa sababu hatukumbuki haya maisha kabla ya kuzaliwa duniani. Mungu alitaka tutembee, tuendelee kwa imani, tuonyeshe imani, japo kuwa hatuwezi kumuona Mungu ana kwa ana, tunaweza kujitahidi kumfuata. Na hiyo inatusaidia kukua. Ni kama vile unakuwa na mtoto na baada ya muda inabidi mtoto atoke nyumbani aanze kujitafutia maisha bila kusaidiwa kila kitu. Anajifunza kwa njia hiyo, na sisi pia tunajifunza kwa njia kama hiyo. Huo ni mfano tu, sio fundisho katika maandiko matakatifu, lakini huo mfano umeweza kunisaidia kuelewa mambo haya. Sasa tunawezaje kuendelea? Tunawezaje kupitia changamoto zetu zote ambazo tunawezaje? Na tunawezaje kupata kuwa wale watu ambao watakuwa tayari kukutana na Mungu? Tutawezaje? Tukisoma Hosea sura ya 3, kuna mtu anaitwa Mfalme Benyamini ambaye aliweza kutoa ufunuo mzuri sana kuhusu Yesu Kristo na maisha yake. Na hapa anatufundisha hivi: kwani mwanadamu, na hii ni Hosea sura ya 3 mstari wa 19. Kwani mwanadamu wa asili ni adui kwa Mungu, na amekuwa tangu anguko la Adamu, na atakuwa hivyo milele na milele asipokubali ushawishi wa Roho Mtakatifu na kumvua mtu wa asili na kuwa mtakatifu kupitia upatanisho wa Kristo aliye Bwana, na kuwa kama mtoto mtiifu, mpole, mnyenyekevu, mvumilivu, mwenye upendo tele, aliye tayari kukubali vitu vyote ambavyo Bwana anaona sahihi kuyaweka juu yake, hata kama vile mtoto hunyenyekea kwa baba yake. Hapo napenda andiko hili sana. Inatufundisha ni kwamba ni kupitia kwa upatanisho wa Yesu Kristo tunaweza kupata kuwa viumbe vipya. Ni kama kuzaliwa tena kiroho. Kwa sababu ya Yesu Kristo hiyo inawezekana. Na yeye ndio atatuwezesha kuvua yule mwanadamu wa asili, au tuseme mwanadamu wa kawaida. Kwa sababu unajua mara nyingi sisi akili zetu kuna vitu vingi ambavyo tunataka kuvifanya ambavyo vinaweza kuwa dhambi, ambavyo vinaweza kuleta hasara kwetu na kwa watu wengine. Lakini Mungu aliweza kumtuma Yesu Kristo ili sisi tuweze kupitia kwa upatanisho wake, na upatanisho wake manake ni kuteseka na kufa kwake katika bustani ya Gethsemani, na pia msalabani, na pia ufufuko wake, kufufuka kwake. Hayo yote ni upatanisho wa Yesu Kristo. Kwa sababu hiyo inatuwezesha kushinda dhambi, na hiyo inatuwezesha kushinda kifo cha kiroho ambacho kinatokana na dhambi, na pia kinatuwezesha kushinda kifo cha kimwili. Na nitaongelea hiyo baadaye, lakini kwa sababu Yesu Kristo alifufuka, sisi sote
tutaweza kufufuka na tutaweza kuishi tena baada ya maisha haya. Lakini kwa sasa nataka kuongelea zaidi kuhusu Yesu Kristo na upatanisho wake, kwa sababu yeye ni kiini cha mpango huu wote. Kila kitu kinawezekana kwa sababu yake. Kuumbwa kwa dunia, maisha yetu kuweza kuipitia na kusafishwa kutokana na dhambi zetu, na pia maisha baada ya haya kuweza kuishi tena na Mungu yanawezekana kwa sababu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kuna andiko ambalo linajulikana sana ambalo napenda kulisoma. Yohana sura ya 3 mstari wa 16 na pia mstari wa 17. Hapa nafikiri Yesu anamongelesha Nikodemo na anasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Napenda sana andiko hili. Uzima wa milele ni wetu kuurithi tukikubali kumwamini Yesu Kristo na kumfuata. Yeye ametuonyesha njia. Na unajua pia alipokuwa hapa duniani akatenda miujiza mingi sana. Yule mfalme Benyamini alifundisha zaidi kuhusu Yesu Kristo, na yeye aliishi miaka zaidi ya 100 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo unabii ambao alikuwa anaupokea ulikuwa mkubwa sana na wenye maana kabisa. Alifundisha kwamba, kwani tazama wakati unakuja na sio mbali sana, kwamba kwa uwezo Bwana Mwenyezi ambaye anatawala, ambaye alikuwa na yuko kutoka milele yote hadi milele yote, atashuka chini kutoka mbinguni miongoni mwa watoto wa watu, na ataishi katika hema takatifu ya udongo, na ataenda miongoni mwa watu akitenda miujiza mikuu, kama kuponya wagonjwa, kufufua wafu, kusababisha viwete kutembea, vipofu kupata kuona, na viziwi kusikia, na kuponya kila aina ya magonjwa. Na atatoa mashetani au pepo wachafu wanaoishi katika mioyo ya watoto wa watu. Na atavumilia majaribu na maumivu ya mwili, njaa, kiu na uchovu, hata zaidi ya vile mtu anaweza kuteseka, ila tu hadi kifo. Kwani tazama damu inatiririka kutoka kwa kila kinyueleo. Mateso yake yatakuwa makuu kwa sababu ya maovu na machukizo ya watu wake. Kwa hiyo hapo tunaona kwamba Yesu alikuja kutenda mema. Alikuja kutupa mfano, na pia alikuja kutufia. Na anaendelea anasema, na ataitwa Yesu Kristo mwana wa Mungu, Baba wa mbingu na dunia, muumba wa vitu vyote tangu mwanzo. Na mama yake ataitwa Mariamu. Na anawajia walio wake, ili wokovu wafikie watoto wa watu, hata kupitia imani kwa jina lake. Na hata baada ya haya yote bado watamdhania kuwa yeye ni mwanadamu, na kusema kwamba amepagawa na Ibilisi, na kumpiga na kumsulubu. Na atafufuka siku ya 3 kutoka kwa wafu. Na tazama anasimama kuhukumu ulimwengu, na tazama vitu hivi vyote vinafanyika ili hukumu takatifu iwashukie watoto wa watu. Kwani tazama, na pia damu yake inalipiza dhambi za wale ambao wameanguka kwa sababu ya dhambi ya Adamu, ambao wameaga dunia bila kuelewa nia ya Mungu juu yao, au ambao wametenda dhambi bila kujua. Lakini ole kwa yule anayefahamu kwamba anamwasi Mungu, kwani wokovu haumjii yeyote ila tu kwa kutubu na kwa imani katika Bwana Yesu Kristo. Haya maneno sikupanga kuyasoma. Unaweza kuona sikuyaandika hapa, lakini niliyafikiria na labda yanaweza kukusaidia. Hapo ni Hosea sura ya 3 mstari wa 5 hadi mstari wa 12. Na hapo mfalme Benyamini aliweza kutufundisha vitu vingi sana kuhusu Yesu Kristo na maisha yake. Na hapo mwisho anatufundisha kwamba tunahitaji kumwamini
kuamini katika jina lake, ili tuweze kuokolewa, tuweze kuendelea kwenye huu mpango mkamilifu wa Mungu. Sawa. Sasa andiko la mwisho ambalo ninataka kusoma kuhusu Yesu Kristo na maisha yetu ni Alma sura ya 7 mstari wa 11 hadi 13. Na anasema hivi: na atakwenda na kuteseka, maumivu na masumbuko. Na hapa ameshaanza kuongea kuhusu Yesu Kristo. Kwa hiyo hapa anaongelea Yesu Kristo na maisha yake. Nitaanza tena. Na atakwenda na kuteseka, maumivu na masumbuko na majaribio ya kila aina. Na hii kwamba neno litimizwe ambalo linasema, atabeba maumivu na magonjwa ya watu wake. Na atajichukulia kifo ili afungue kamba za kifo ambazo zinafunga watu wake. Na atajichukulia unyonge wao ili moyo wake ujae rehema kulingana na mwili, ili ajue kulingana na mwili jinsi ya kuwasaidia watu wake kulingana na unyonge wao. Sasa Roho anajua vitu vyote, walakini mwana wa Mungu anateseka katika mwili ili achukue dhambi za watu wake, kwamba aondoe uvunjaji wao wa sheria kulingana na nguvu za ukombozi wake. Na sasa tazama, huu ndio ushuhuda ulio ndani yangu. Kwa hiyo ninaamini maneno haya kabisa ni ya kweli, na kama ninavyosema, Yesu Kristo kwa sababu ya vile alivyoteseka anajua kutusaidia. Na hiyo inanipa faraja kujua kwamba hata kuna pengine nimehisi upweke wakati mwingine katika maisha yangu. Unajua mara nyingi sisi hata kama tuna watu wengine katika maisha yetu, labda kuna watu ambao hawaelewi kama sisi wenyewe tunapitia nini. Labda unaenda kazini, kuna vitu fulani ambavyo vinatokea lakini familia yako haijui. Na kuna mifano mingi mingine pia, lakini au labda una maumivu, una mateso ya mwili ambayo unayo, labda una ugonjwa, labda una vitu vingine ambavyo vinakutesa. Na hapa tunathibitishiwa kwamba Yesu Kristo anajua maumivu yako. Amewahi kuyasikia alipokuwa anateseka kwa ajili yetu. Na kwa hiyo anajua jinsi ya kukusaidia katika maisha yako, ili uweze kuendelea na ili uweze kupata baraka zote ambazo Baba yako wa mbinguni anataka uwe nazo. Kwa hiyo ni kweli kabisa. Kwa hiyo sasa, kwa nini tupo hapa duniani? Tupo hapa kujiandaa kukutana na Mungu. Tupo hapa kujifunza kutembea kwa imani, kuishi kwa imani, kufuata amri za Mungu na kumwamini Yesu Kristo ili tuweze kuokolewa. Sawa. Sasa tunakuja huko. Bado kuna vitu vingi. Ujiandae. Muda unaenda sana. Lakini ujiandae, kuna vitu vingi sana na ninapenda ujifunze. Unajua nilivyokuwa nasimama hapa baada ya kuchora hii, nilikuwa naifikiria sana. Haya si mambo madogo, ni mambo makubwa sana ambayo yatakubariki. Kwa hiyo asante kwa kuchukua huu muda wa kujifunza. Najua labda unachukua muda mwingi ambao unaweza kuwa unafanya shughuli nyingine, lakini umechagua kuwa hapa kujifunza. Ninakushukuru sana. Sasa kifo kinatutokea sote. Kila mtu atakufa. Kumeshawahi, nimesikia kwamba kumeshawahi kuwa na kama watu bilioni 100, na hatuwezi hata kufikiria hao ni kama watu wangapi. Ni watu wengi sana. Ni vigumu kufikiri kuhusu watu wengi kiasi hicho. Kwa hiyo ulimwengu wa roho ndipo tutakapoenda baada ya kufa. Na kuna ufunuo ambao unajibu hili swali vizuri sana. Katika kitabu cha Alma sura ya 40.
Alma 40 mstari wa 11 mpaka 12. Au kwa Kiswahili kingine Alma 14 mstari wa 11 mpaka 12. Sawa. Hapa Alma alikuwa anatafuta huo ufunuo kujua kama nini itatokea baada ya kufa. Kwa hiyo anasema hapa, sasa kuhusu hali ya roho kati ya kifo na ufufuo. Kati ya kifo na ufufuo, nimejulishwa na malaika kwamba roho za watu wote mara zinapotoka kwa mwili huu wa muda, ndio roho za watu wote zikiwa njema au ovu, zinachukuliwa nyumbani kwa yule Mungu ambaye alizipatia uhai. Na ndipo itakuja kuwa kwamba roho za wale walio haki zinapokelewa kwa hali ambayo ni ya furaha, ambayo inaitwa peponi, hali ya kupumzika, hali ya amani, ambapo zinapumzikia kutoka kwa taabu zao zote na kutoka kwa mashaka yote na masikitiko. Na pia mstari wa 13 pia nitaongeza kidogo. Na ndipo itakuwa kwamba zile roho za waovu ndio ambazo ni ovu, kwani tazama hazina kipande au sehemu ya roho wa Bwana, kwani tazama walichagua matendo maovu kuliko matendo mema. Kwa hivyo roho wa ibilisi aliingia ndani yao na akamiliki nyumba yao, na hawa watatupwa nje katika giza la nje kabisa. Huko kutakuwa na kulia na kuomboleza na kusaga meno, na hii ni kwa sababu ya uovu wao wenyewe, wakiongozwa kifungoni kwa mapenzi ya ibilisi. Kwa hiyo hapa ulimwengu wa roho si mwisho. Si mwisho. Tunakufa, roho zetu zinatengana na miili yetu. Kwa hiyo kama tunavyojua, miili inabaki hapa chini, na roho zinaenda kwa ulimwengu wa roho. Na pale wale waliokuwa wema wataweza kuishi katika peponi, na wale waliokuwa waovu tunaita hii kama kifungoni cha kiroho. Na kwa maneno mengine inaweza kuitwa Jehanamu labda. Lakini hapa si mwisho. Tunajua kwamba Mungu ni mwenye rehema, na kwamba anataka watoto wake wote wapate nafasi ya kuishi naye tena. Na unajua kuna wengine ambao walipokuwa hapa duniani hawakusikia jina la Yesu Kristo hata. Kuna wengi sana ambao wameishi na kufa bila kujua injili ya Yesu Kristo, bila kupewa hiyo farsi. Sasa unaweza kujiuliza, je, ni haki kwa mtu kuokolewa kwa sababu hajamwamini Yesu Kristo, kwa sababu hakuwa na nafasi yoyote ya kumwamini Yesu Kristo? Sijui kama nimeuliza hiyo swali vizuri, lakini unajua Mungu ni mwenye rehema na haki, na atatupatia sisi sote nafasi ya kujifunza. Ndiyo maana tukisoma Petro, kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 3, kuna maneno ambayo ni ya muhimu sana. Petro au waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 18, kuanzia 18 mpaka 20. Nasema hivi: kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akahuishwa, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni akawahubiri. Umewahi kujiuliza? Kwa sababu tunajua roho haiwezi kufa. Tunajua mwili unakufa, lakini roho inaishi. Yesu baada ya kusulubiwa alienda wapi? Roho yake ikaenda wapi?
Na tena tunajifunza kwamba baada ya kufufuka kwake, ukisoma nafikiri ni wakati alipokutana na Mariamu pale ambapo alikuwa amezikwa, alimwambia usiniguse kwani bado sijaenda kwa baba yangu. Kwa hiyo sasa alienda wapi? Na hii inajibu kabisa. Ninapenda mistari hii. Nitasoma mstari wa 19 tena. Kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni akawahubiri. Kwa hiyo akawahubiria zile roho ambazo zilikuwa zimekaa kifungoni katika ulimwengu wa roho, kwa sababu ya haki ya Mungu, ili kila mtu apate kuwa na nafasi nzuri ya kusikia na kuelewa Injili ya Yesu Kristo ili kuweza kuokolewa. Ninapenda sana mafundisho haya. Na hata kuna watu wasiotii, si tu watu ambao walikuwa hawajasikia kuhusu Injili ya Yesu Kristo. Mstari wa 20 unasema, watu wasiotii hapo zamani, uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambamo ndani yake wachache, yani watu 8 waliokoka kwa maji. Kwa hiyo hapo wale watu walipewa nafasi ya kujifunza. Na tunaamini kulingana na mafundisho mengine ya manabii katika siku hizi za mwisho kwamba hiyo bado inaendelea. Na kwamba manabii wengine Yesu Kristo aliweza kuwaita wale ambao wako katika ulimwengu wa roho. Kuna manabii na ni kama kuna wamisionari katika ulimwengu wa roho ambao wanahubiria watu ambao hawakuwa na nafasi ya kusikia Injili, ambao walikuwa hawatii. Wanapata hiyo nafasi ya kusikia na kutubu. Kwa hiyo mstari wa mwisho ambao nitasoma kuhusu ulimwengu wa roho ni huu hapa. Petro wa kwanza ni sura ifuatayo. So waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari wa 6. Maana kwa ajili hiyo hata hao waliokufa walihubiriwa Injili, ili kwamba wahukumiwe katika mwili kama wahukumiwavyo wanadamu, bali wawe hai katika roho kama Mungu alivyo hai. Kwa hiyo unajua, kama wale watu ambao hawakupokea Injili katika maisha haya au hawakuisikia, hata ukiwapeleka mpaka hukumu na hawana nafasi ya kusikia Injili, je, wanaweza kuhukumiwa jinsi vile ambavyo sisi ambao tumepokea Injili tunavyohukumiwa? Mimi naona si hivyo. Ndio maana Petro anaandika hapa kwamba walihubiriwa Injili kifungoni ili waweze kuhukumiwa kwa haki, wapate kujua yote wanayohitaji ili waweze kuchagua kama watamfuata Yesu Kristo na kama watamwamini. Na kama nilivyosema hapa mwanzoni kuhusu Adamu na Hawa, walijichagulia, na sisi tangu wakati huo tumekuwa na uhuru na uwezo wa kujichagulia. Na Mungu anaheshimu ule uwezo tulionao. Yaani anaiwezesha kuwepo ili sisi tunaweza kujichagulia. Hata tulazimisha, hata tu sijui kusema drag, lakini hata tuchukua tu mbinguni, anataka tujichagulie. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo ulimwengu wa roho ni sehemu muhimu sana. Na pia kuna kitu kingine ambacho ninataka kutaja. Nimekuwa naifikiria huu wakati ambao nimekuwa naongelea hii. Nafikiri ni muhimu katika muktadha wa huu mpango mzima tunaweza kuielewa vizuri zaidi. Kuna watu wengi ambao hawaelewi kazi inayofanyika katika mahekalu matakatifu ya kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Hawaelewi, wanasema wanafanya nini? Kuna wengine wanasema tunaabudu mashetani. Hapo si kweli kabisa. Na kazi ambayo tunafanya mle
ni kazi ya kufanya maagano na Mungu. Agano ni nini? Agano ni kama ubatizo. Hapo unapobatizwa ni kama unajitolea kwa Mungu. Unaahidi kwamba utafuata amri zake na utatumikia watu wengine na utajitahidi kuishi maisha safi ambayo yanampendeza Mungu. Kwa hiyo hayo, na tukisoma katika Yohana pale ambapo Yesu alikuwa anamfundisha Nikodemo kuhusu umuhimu wa kuja kwa Masia na kwa nini alikuja, hapo aliweza kusema anasema kwamba Yesu anasema katika sura ya 3 mstari wa 5 katika kitabu cha Yohana, Yesu akajibu, amina amina nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuuingia ufalme wa Mungu. Kwa hiyo hapo tunajua kuna kitu kingine pia. Watu wanahitaji kutubu, wanahitaji kuamini jina la Yesu Kristo, lakini Yesu Kristo hapa anatufundisha kwamba bila ubatizo, bila ule ubatizo wa maji na wa Roho, ambao wa Roho ni kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu na kupata kuwa viumbe vipya, bila hiyo sisi hauwezi kuurithi ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kuna njia ambayo imeandaliwa, ambayo inatajwa katika mstari mmoja tu ya Biblia, lakini taarifa hii iliweza kupata kurejeshwa kupitia kwa nabii Joseph Smith katika siku hizi za mwisho, kwamba ni kitabu kipi? Nafikiri ni pale Wakorintho wa kwanza. Si pale, hatujaifikia bado. Ile ingine ambayo nilitaka kuiongelea. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 29, na hapa Paulo anafundisha kuhusu ufufuo, kwa sababu kuna watu ambao sijui kama ni watu gani hapa. Kuna wale ambao wanakataa ufufuo, wanaamini kwamba hatutafufuka. Na hapa Paulo anauliza, au je, wenye kubatizwa kwa ajili ya wafu watafanyaje kama wafu hawafufuliwi kamwe? Kwa nini kubatizwa kwa ajili yao? Sasa kuna kitu nisahau kueleza. Kazi ambayo tunafanya hekaluni ni kazi ya kufanya ibada takatifu kwa ajili ya waliokufa, kwa ajili ya wafu ambao wamekufa bila kupokea ibada hizo. Na kulingana na neno la Yesu Kristo ambalo alisema, tunaamini ubatizo ni muhimu sana, na kuna ibada zingine ambazo ni muhimu kwa sisi kupokea ili tuweze kuurithi ufalme wa Mungu. Na hapo na nitaongelea hizo ibada zingine, nitaziongelea zaidi baadaye kidogo. Lakini kwa hiyo tunafanya ule ubatizo kwa ajili ya watu waliokufa, na sio kwa kuwalazimisha wapokee Injili, lakini ni kama matoleo. Tunawatolea ubatizo uliofanyika katika mahekalu au nyumba ya Bwana. Tunajifunza katika Biblia kwamba hekalu ni kama nyumba ya Bwana. Hiyo hapo samahani. Baada ya kuongea Kiswahili kwa muda mrefu sana naanza kuchoka. Lakini pale hekaluni tunafanya ule ubatizo kwa niaba ya mtu mwingine. Kwa hiyo ni kama, kwa mfano, mimi naweza kwenda hekaluni na rafiki yangu, naweza kumbatiza, ninasema kwa niaba ya mtu fulani, jina lake, labda mtu ambaye alikufa zamani. Ninakubatiza katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Ndivyo tunavyofanya. Kwa hiyo hapa Paulo anasema, kama watu hawafufuki, kama kifo ndo mwisho, kwa nini tunafanya ubatizo kwa ajili ya wafu? Kwa hiyo hakuna vitu vingi katika Biblia kuhusu hiyo, lakini ujue kwamba iko katika Biblia, na hiyo ni mojawapo ya kazi tunazozifanya hekaluni. Sawa? Kwa hiyo muda unaenda sana. Haina shida. Sawa.
Kwa hiyo ulimwengu wa roho sote tutakuwa pale. Hatimaye ufufuo utatokea, ambapo sisi sote kwa sababu ya Yesu Kristo tutafufuka. Tusome katika sura ile Wakorintho, waraka kwa Wakorintho wa kwanza sura ya 15 kuanzia mstari wa 20 mpaka mstari wa 22. Nasema hivi: lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiyama ya wafu ililetwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watahuishwa. Na pia kuna maandiko katika kitabu cha Mormoni, maandiko mengi sana ambayo yanaongelea kuhusu ufufuko. Sisi sote tutapata kufufuka. Ni kila mtu ambaye amewahi kuishi. Huu mwili ni kama zawadi kutoka kwa Mungu. Na pia ukumbuke sisi ni watoto wa Mungu, na soma katika kitabu cha Mwanzo, Mungu anasema tufanye mtu kwa mfano wetu. Si ndio? Kwa hiyo tukaumbwa kwa mfano wake, na pia tunajua Yesu Kristo kama mwana wa Mungu alikuja duniani akiwa na mwili na alifufuka akiwa na mwili uliotukuka. Kwa hiyo ili sisi tuweze kuwa kama Mungu, inabidi tuwe na miili iliyotukuka, ili tuweze kuwa kama yeye na kuwa na nguvu na uwezo wote ambayo anaweza kututolea. Kwa hiyo ufufuo utatokea. Baada ya ufufuo itakuja hukumu. Ile hukumu ambayo tumeshaizungumzia kidogo. Kila mtu atahukumiwa kulingana na matendo yake, kulingana na fikra zake, nia zake, kila kitu chake. Na sisi kitu kingine ambacho tunaamini, au acha kwanza nataka kusoma Nefi wa pili sura ya 9 mstari wa 15 kuhusu hukumu. Hii nilivyokuwa naisoma leo nilipenda sana, nikaona ni vyema kuishiriki. Sawa. Na itakuwa kwamba baada ya wanadamu wote kupita mauti haya ya kwanza na kupata uzima, kwa ule uzima unatulejea tunapofufuka, jinsi vile wamekuwa wasiokufa, lazima watasimama mbele ya kiti cha hukumu cha yule mtakatifu wa Israeli, na kisha hukumu itafika. Na kisha lazima wahukumiwe kulingana na hukumu takatifu ya Mungu. Na tukumbuke kwamba Mungu anajua vitu vyote. Kama ilivyosema katika Nefi wa pili sura ya 2, vitu vyote vimetendwa kwa hekima ya yule ajuaye vitu vyote. Kwa hiyo yeye atatupa hekima, hukumu yenye haki. Na tunajua sio tu kwamba kuna watu wazuri na watu wabaya. Unajua kuna watu ambao labda ni watu wazuri, lakini kuna vitu vingine hawataki kufuata amri zote za Mungu. Na kuna wengine ambao wanakataa yote kabisa, wanataka kufanya vile ambavyo vinawafurahisha tu. Na kuna wale ambao wanajitahidi kushika kila neno la Mungu. Yesu alitufundisha mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kinywa cha Mungu. Kwa hiyo tunajua kwamba sio tu kwa haki ya Mungu na kwa ufunuo ambao ulipokewa na Joseph Smith, na pia kwa mistari mingine ambayo nitasoma kutoka katika Biblia, inaweza kutuonyesha kwamba labda sio tu kwamba kuna mbinguni na jehanamu, labda kuna tuseme viwango tofauti. Kwa hiyo kwanza tukisoma katika Yohana sura ya 14, huu ni wakati ambapo Yesu alikuwa amewakusanya wanafunzi wake kama wakati wa mwisho kabla ya kufa kwake.
alikuwa amewakusanya, walikuwa wanakujwa, walikuwa wanakula pamoja, na anawaambia hivi, mstari wa 10, tutafanya mstari wa kwanza na mstari wa pili. Yohana 14. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuwaandalia mahali. Kwa hiyo kuna makao mengi mbinguni, si duniani. Mbinguni ambapo Yesu Kristo ameenda kutuandalia. Na ukiendelea kusoma anasema kwamba atakuja kwetu tena na kama kutuchukua. Anasema basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Kwa hiyo anataka kutukaribisha kwa mahali ambapo yeye atakuwa. Na labda kwa hii video nzima umekuwa angalia hizi michoro, unajiuliza ni nini? Comment unafanya nini? Lakini hapa tunaziita falme za utukufu. Tunaamini kwa sababu Mungu anatupenda na kwa sababu Yesu aliweza kuteseka na kutufia, sisi sote tutaweza kupokea au kurithi ufalme mmoja wa utukufu. Na kuna wengine ambao tunaiita kama giza ya nje kabisa, ambapo wengine wanaweza wakatupwa, lakini tunaamini kwa sababu watu wengi watapata nafasi kujifunza, tunaamini ni wachache sana ambao watatupwa kabisa. Lakini Mungu anatupenda na atatupa ufalme wa utukufu, lakini falme hizi zinatofautiana kabisa kulingana na utukufu. Na kwa hiyo tukisoma turudie kwa Wakorintho wa kwanza 15, hapo Paulo alikuwa na maneno mengi sana ambayo yanahusiana na mpango wa wokovu. Lakini hapo tukianzia mstari wa 35 na tutasoma pia 40 na 41. Na kuna mistari katikati ambayo unaweza ukasoma ukipenda, lakini tutaanza hapa. Lakini labda mtu atasema, wafufuliwaje wafu? Nao huja kwa mwili gani? Na ukumbuke kwamba hii sura nzima anaongea sana kuhusu ufufuo, kwa sababu kuna wale ambao hawaamini ufufuo. Na mstari wa 40 anasema, tena kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani, lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali, na fahari yake ile ya duniani ni mbali. Kuna fahari moja ya jua, na fahari nyingine ya mwezi, na fahari nyingine ya nyota. Maana iko tofauti ya fahari hata kati ya nyota na nyota. Kwa hiyo kulingana na mstari huo na pia ufunuo ambao Joseph Smith aliupokea ambao ni mrefu sana, labda unaweza ukasoma mwenyewe, lakini inaongea sana kuhusu falme 3 za utukufu. Na mfano ambao Paulo anatutolea ndo mfano ambao ninapenda kutumia. Kwanza kuna ufalme wa jua ambalo sisi tunauita ufalme wa Celestia. Sasa ufalme wa katikati ni kama utukufu wake ni kama ule wa mwezi. Ukiunganisha na jua, unajua jua ina utukufu mwingi sana, ina mwanga mwingi sana. Na mwezi una mwanga mdogo ukilinganisha na jua. Kwa hiyo kuna ule ufalme wa katikati wa mwezi ambao tunauita ufalme wa Terestria. Na hapa mwisho kuna ufalme wa Celestia ambayo inalinganishwa na nyota. Kwa sababu unajua ukiwa pale nje kuna nyota, alafu mwezi unazidi nyota kwa mwanga unaotoa, alafu jua ikija ina utukufu kuliko hivi vyote. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba baada ya kuhukumiwa,
Mungu ataweza kutuweka katika ufalme mmoja wa utukufu. Na ni kama hapa ni ambapo pale ufalme wa Celestia ndipo ufalme ambapo tutaweza kuishi maisha ambayo Mungu anayo na ambayo anataka. Sisi tunaweza kuurithi ufalme wa Mungu, na huu ni ufalme wake ambapo kuna utukufu mwingi sana. Na nilisema mapema kwamba nitaeleza zaidi kuhusu ibada nyingine za hekalu. Ibada nyingine ambayo inafanyika hekaluni ni ile ya kufunga ndoa ya milele. Ukisoma katika Mathayo sura ya 16, sura ya 18 na 19, Yesu anamwambia Petro, wewe ni Petro, nami nitakupa wewe juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitaishinda. Na baada ya hapo anasema kwamba nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalofunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalo lifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Hapo tunaamini kwamba Petro alikuwa amepewa huo uwezo wa kuunganisha watu milele. Tunaamini kabisa kwa kitu kingine ambacho sijataja. Familia ni muhimu sana katika mpango huu. Tunapokuwa hapa duniani, familia zetu zinaweza kutusaidia, tunakuwa na maisha ya pamoja. Na hebu ujiulize, je, mbinguni ingekuwa vizuri bila watu wa familia yako? Mimi naona hapana. Ningefika nyumbani nikiwa peke yangu, naona singekuwa na raha sana. Ningetaka kuwa na wapendwa wangu. Kwa hiyo huo uwezo wa kuunganisha familia au kufunga familia ya milele ni kitu kingine ambacho imeweza kurejeshwa katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Na hiyo inatuwezesha kuwa na maisha mazuri zaidi yenye utukufu wote katika ufalme wa Celestia. Na kwa hiyo nafikiri tunamaliza, tunakaribia saa nzima hapa, lakini nina matumaini kwamba maelezo haya yameweza kuwasaidia na kwamba utamwomba Mungu kujua ukweli wa vitu hivi. Nakumbuka miezi mitatu iliyopita nilikuwa Tanzania nikiwa ninapanda mlima Kilimanjaro. Na kuna mmoja wa porter zetu kama kiongozi ambaye alikuwa anatusaidia. Alikuwa anatuongoza mpaka kilele cha mlima. Lakini tulipokuwa njiani ya kushuka, baada ya kufikia kileleni, niliweza kumwambia kuhusu vitu hivi vyote. Ninakumbuka alifurahishwa sana. Hasa alifurahishwa na hii ya kwamba watu wanahubiriwa Injili katika ulimwengu wa roho baada ya kufa. Alipenda sana. Na kuna mwingine pia ambaye alisikia na akasema itabidi nimwombe Mungu nijue kama vitu hivi ni vya kweli. Kwa hiyo ninakualika kuomba ili ujue kama vitu hivi ni vya kweli. Pia uendelee kujifunza kuhusu kitabu cha Mormoni, kwa sababu unajua nilisoma sana kutoka katika kitabu cha Mormoni leo, na mimi ninaamini maneno haya ni ya kweli kabisa. Yameweza kubadilisha maisha yangu, yameweza kunisaidia kuelewa Yesu Kristo na upatanisho wake vizuri sana. Na kwa hiyo ninakusihi usome kitabu cha Mormoni, ujifunze zaidi juu yake. Uulize wamisionari ambao wako karibu kwako kukufundisha kuhusu Joseph Smith, kuhusu kitabu cha Mormoni, kuhusu jinsi ambavyo Injili imeweza kupata kurejeshwa katika siku hizi za mwisho. Unajua, baada ya kufa kwa Yesu Kristo na kufa kwa mitume wake, kukaanza kutokea makanisa mengi sana. Na sisi tunaamini kwamba kuna ubatizo moja na imani moja, kama Paulo aliandika kwa Waefeso. Na tunaamini kwamba ameweza kuleta manabii tena wenye mamlaka ya Mungu kuweza kutufundisha na kutufunulia. Na pia unajua kwamba unaweza kuona kwamba mambo haya yamefundishwa katika Biblia. Mambo mengi hapa yalikuwa yamefundishwa katika Biblia. Na hapa mwisho, kwa mfano,
Paulo anasema kwamba kuna kama fahari mbalimbali ya kufufuka kwa watu, na watakuwa na miili yenye utukufu mbalimbali. Na kuna ile nilivyotaja kuhusu ubatizo wa wafu ambao tunafanya hekaluni ili kila kitu kitaweza kutimia na tunaweza kufuata amri zote za Mungu. Ametuandalia njia, hata tuacha, na ninaamini kwamba wakati huu ameweza kukuongoza mpaka kuangalia hii video na kubaki hapa ukiwa unaangalia kwa saa nzima, ili wewe mwenyewe unaweza ukajitafutia ukweli, unaweza kujua kama mambo haya ni ya kweli. Mimi ninashuhudia kwamba mambo haya ni ya kweli. Amenibariki sana maishani mwako. Amenisaidia kuelewa kwa nini niko hapa duniani, ninawezaje kuvumilia. Kwa nguvu za Yesu Kristo ninaweza kuvumilia, na kwa nguvu za Yesu Kristo kamba za kifo zitavunjika na mimi nitafufuka. Na kwa sababu ya Yesu Kristo pia dhambi na makosa niliyofanya yataweza kuondolewa na ninaweza kuishi pamoja na Mungu. Nabii wetu aliyepita, yani alifariki kama mwezi mmoja tu uliopita tu. Miaka 2 iliyopita aliweza kutufundisha kuhusu umuhimu wa kufikiria celestia. Manake katika maisha yako unajiuliza, je, hiki ambacho nataka kukifanya kitanisaidia kuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu na ambayo yataweza kunisaidia mimi kuelekea ufalme wa celestia, ule ufalme wa jua. Na fundisho hilo limenisaidia. Kuna mafundisho mengi mengine. Ninaamini na ninashuhudia kwamba Mungu ameita manabii na mitume tena kutuongoza. Na ninajua kwa sababu ya matunda yao. Yesu alisema kwa matunda yao utawafahamu. Na mimi ninafahamu kwa matunda ya wale manabii, na pia kwa matunda yanayozaliwa wakati mimi ninafuata maneno yao. Kwa hiyo hiyo ni yote. Nina ushuhuda wa mambo haya, ningeweza kuiongelea siku nzima kusema kweli. Kuna hadithi nyingi ambazo zinanijia sasa hivi. Kuna kaka mwingine ambaye niliweza kumfundisha kuhusu hii, mimi na mwenzangu nilipokuwa kwenye kazi ya umisionari. Tulimfundisha haya yote, halafu nilikuwa namweleza hapa na akasema, sitaki kujua kuhusu hizi falme, nataka kujua kuhusu hii, nitawezaje kufika pale. Na tukamfundisha, akabatizwa, ameendelea kuwa muamini mzuri kabisa, na imebadilisha maisha yake na imemsaidia kuwa mtu wa Mungu kabisa. Ameweza kuelewa vitu vingi sana. Na yule akaanza kuwa na ndoto ya kwamba ataweza kuenda kwa ufalme wa celestia, ikamfurahisha sana. Kwa hiyo sisi wakati tunapokuwa tunapitia changamoto, tunaweza kufikiria mambo haya, tunaweza kukumbuka siku moja kwa neema ya Mungu nitaweza kufikia kwa ufalme wake, kuishi pamoja naye na familia yangu milele. Pia kuna andiko katika kitabu cha Warumi, nafikiri nitamaliza na hii hapa, ambapo natumaini kwamba ina mstari sahihi hapa. Lakini kusema kweli sijui kwa kichwa kama iko wapi. Lakini anafundisha kwamba tunateseka hapa duniani, lakini tutaweza kupokea utukufu, tutaweza kupokea uzima wa milele kama Yesu Kristo. Kama sisi ambao tunaishi injili ya Yesu Kristo na tunaepuka vitu vya dunia ambavyo vinajaribu kutuepusha naye. Sisi tunapata changamoto, lakini siku moja tutaweza kupata utukufu pia. Ningetamani kusoma hiyo andiko, lakini fikiri iko sawa. Lakini nina matumaini kwamba mmeweza kujifunza vitu vingi sana. Ninaamini mambo haya ni ya kweli. Na ukipenda kujifunza zaidi, tafadhali uwasiliane na wamisionari. Ukienda kuna video moja, kama unaangalia kwa TikTok, kuna video moja
ambayo iko pinned juu. Hii video ni ndefu sana, siwezi kupost kwa TikTok. Lakini tafuta video moja ambayo nimepost ambayo inaitwa Wasiliana na Wamisionari, ndio nafikiri inaitwa. Na nitaweka link yake katika maelekezo ya hii video. Lakini hapo utaweza kuingiza namba yako na nini, na wamisionari wataweza kuwasiliana nawe na wataweza kuuliza maswali yako na wataweza kukusaidia kuelewa zaidi kuhusu mpango wa wokovu. Kwa hiyo ninashukuru kabisa, asante kwa muda wenu. Ninashuhudia haya yote, ninashuhudia kwamba Joseph Smith ni nabii wa Mungu. Ninashuhudia kwamba kitabu cha Mormoni ni cha kweli. Ninashuhudia kwamba mpango wa wokovu ni wa kweli, na kwamba kukubali na kukumbatia katika maisha yako utaweza kukuwezesha kuwa na furaha zaidi katika maisha yako. Ninashuhudia kabisa kitu cha muhimu zaidi, kwamba Mungu ni baba yetu wa mbinguni, anatupenda, sisi ni watoto wake. Ametuandalia njia ya kurudi kwake, na pia kwamba Yesu Kristo ni mwanae, na kwamba yeye alikuja kutufia, na pia kwamba kuna Roho Mtakatifu ambaye yupo kwa ajili ya kutuongoza. Na ninashuhudia haya yote katika jina takatifu la Yesu Kristo Mwokozi. Amina.